Naam, hapa tuko na nyota wa zamani wa mpira Tanzania Abedi Mziba ambaye yeye tumekutana naye katika kituo cha Bright Future Football Academy BFFA akiwa anatazama wajukuu zake wakiwa na sakata boli. Mzangu, heshima yako? Asante. Kwema? Kwema. Na unaweza ukatuambia kile ambacho umekiona katika kituo hichi kinatoa mwanga gani kwa mpira wa Tanzania? Kwanza nashukuru mwaliko ambao tumepata kutoka kwa Vice Chairman wa Sparta ambaye ni Bwana Njovu, kwa mwaliko wake ambaye tumealikwa leo kama kamati ya Excom ya Sparta Tanzania. Tumekuja kiukweli, tumempongeza sana. Kumpongeza kwenyewe ni kwamba tumeona vitu vingi ambavyo tumeona vipaji vipo, tumeona wachezaji ambao ni mbadala wa baadaye wa nchi yetu, na hii ni jambo la kusifiwa sana kwa sababu nchi hii inahitaji wachezaji namna hii ambao wanatokea chini. Huku ndio mwanzo kwenye mpira, huku ndio kwenye chanzo cha mpira. Sasa natakiwa marekebisho haya yanayofanya ni makubwa kutokana na hali halisi ya mwenendo mzima mpira. Mpira ni gharama, na gharama za mpira ndio kama unavyoziona zinaanzia hapo. Kwa hiyo Bwana Njovu, kitendo alichokifanya hiki, kwanza tunabidi tumuunge mkono kwa maana kwamba amefikiria mbali na ana malengo mazuri. Inabidi asaidiwe hata kwa mawazo pia, inabidi asaidiwe kwa sababu mwanzo alioanzisha ni mwanzo mzuri kwa mpira wetu wa Tanzania. Kijumla tunampongeza sana. Umesema hii ni nzuri kwa mpira wetu wa Tanzania. Tumeona kwa hivi sasa kwa klabu za Simba na Yanga zinaiwakilisha nchi kimataifa. Tunatarajia hata watoto wao pia waje kufuata nyayo hizo. Lakini kwa namna unavyoziona timu hizi, uwakilishi wao nje ya mipaka ya Tanzania, hasa kwenye ligi ya mabingwa Afrika, nafasi yao iko vipi? Simba akiwa tayari amepoteza mechi 2, Yanga akiwa ameshinda mechi 1 na kutoka sare mechi 1. Unajua mazoea yana tabu sana, mazoea yana tabu sana. Mimi naweza kusema kwamba Simba alicheza mechi hizi kwa mazoea. Hakuangalia anacheza na nani, hakuweka tahadhari mbele. Simba kweli ni giant Africa, ni timu kubwa, lakini yeye alijua tu kwamba kuna kauli ambayo inasema kwamba kwa Mkapa hatoki mtu. Kwa Mkapa hatoki mtu. Je, mtaji unao? Kama unao mtaji, basi kwa Mkapa atakuwa hatoki mtu, lakini kama mtaji huna, utapata shida kupata mtaji. Kwa hiyo ni mazoea tu, naweza kusema kwamba Simba alikuwa nayo, lakini kwa sababu sasa hivi kisha poteza pointi 6, next game atajifunza kwa maana ataona kwamba ameshapoteza na wanachama wameshapotea, kwa maana kwamba wamepoteza, hawana imani na klabu yao. Lakini sasa nafikiria kwamba lijalo raundi ya pili watafanya vizuri, ni kwamba wapate nafasi za ana matundu mengi, kwa maana kusema matundu mengi nanielewa, ana mapengo mengi anayo ya kujaza, jaza nyama kwenye usajili mdogo. Timu yake si mbaya hivyo, kuna mambo madogo ambayo ni ya kiufundi. Hayo mambo mengine wanaosema mitaani sio, lakini kwa sisi tunavyoona yapo makosa ambao wanafanya kila siku, wachezaji wanajirudia, ndio maana wanapoteza mchezo. Yapo makosa, sasa nitakiwa upate mbadala sasa kwa hayo makosa, wataenda vizuri. Ni mapengo gani ambayo kwenye timu wanapoingia dirisha dogo anaweza akayazingatia ili kwenda mbele zaidi? Kwanza ukiangalia tu peke yake, kwa sababu mechi 2 wameshafungwa goli 3. Ukiangalia tu mechi 2 wamefungwa goli 3. Kwa hiyo ni mpengo kubwa kwanza hiyo. Unacheza mechi 2 magoli 3. Ina maana
ina maana tuseme asilimia ni ngapi? Kuna asilimia, siwezi kusema asilimia ni ngapi, kwa sababu mechi mbili umeshafunga goli 3 tayari. Sasa kuna ni mapengo. Kwa hiyo mapengo, sina haja mimi ya kusema kwamba ni mapengo ya aina fulani, hapana. Haya mapengo tu wewe automatically utaona kwamba ni mapengo wanayo. Kwa hiyo inabidi uangalie wapi wamekosea, wapi wanatakiwa wajiweke vizuri ili waweze kufanikisha mipango yao ya raundi ya pili. Lakini tukija kwa Dar es Salaam Young Africans, watu walisema tuna kundi gumu, kundi la kifo, mpaka wenyewe wapenzi wa Yanga na mashabiki tukawa tunashindwa kuongea kwa maana tunasema ukiangalia unaona kweli kuna Lahali, kuna nani kuna Farabat, tukaona la kweli ukiangalia kimtazamo kwenye karatasi unaogopa, lakini tumeweza tumeshinda goli moja hapa, tumekwenda kule tumepata draw ugenini. Kwa hiyo hatuko vibaya. Sasa yule alikuwa anadhaniwa kwamba hamna kitu, sasa ndio amekuwa mwenyeji. Sasa tunasema all in all, tunawapongeza tu wote. Simba najua atajiweka vizuri na Yanga sitaendeleza pale tulipoishia, tutaendeleza. Kumekuwa na mjadala kuhusiana na safu ya ushambuliaji ya Yanga. Of course nafasi zinazotengenezwa inaonekana ni nyingi kuliko zile zinazobadilishwa kuwa mabao. Unajua kila nafasi haiwezi kuwa goli. Okay. Kama ingekuwa hivyo basi mpira ungekuwa hauitwi mpira. Mpira na maana nyingi. Kama kila nafasi inatengenezwa goli, ingekuwa sio mpira. Ungekuwa kwa mpira wenyewe ungekuwa hauna ladha tena. Maana najua kila unapofanya movement ni goli, kufanya movement ni goli. Ungekuwa tu hana haja. Kwa mpira unatakiwa vile nafasi inapatikana na unafunga, nafasi inapatikana unakosekana. Ndio ladha mpira. Kwako binafsi unaizungumzaje safu ya ushambuliaji ya Yanga, hasa kwa washambuliaji wa kati wawili, nafasi ambayo wewe pia umeicheza, Prince Dube pamoja na Andy Boeli? Dube ni mshambuliaji mzuri, mimi bado na imani naye, ila Boeli sijamuelewa kwa maana sijamuona sana kwenye hii michuano, lakini Dube namuelewa. Dube tumpe nafasi, kwa sababu Dube hata alipokuwa akicheza Azam ulikuwa unamuona ni mchezaji wa aina gani. Sasa amekuja kwenye jumba kubwa ambalo halina mwanzo halina mwisho. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe akilitazama ile jumba anakuwa na wasiwasi. Kwa hiyo tumpe time, game time. Dube atafanya vizuri. Hakuna haja ya Yanga kuongeza mshambuliaji mwingine. Haja ya kuongeza mshambuliaji mwingine ipo, lakini na Dube awepo. Okay. Haja ya kuongeza mshambuliaji mwingine ipo, lakini na Dube bado yupo. Dube ni mchezaji mzuri. Unajua tatizo ni pressure za wanachama. Mwanachama anataka lile anataka yeye. Unaona wanachama wanataka lile ambalo wanataka yeye lisiharibike, kwa sababu kumekuwa na ushabiki mkubwa sana wa Simba na Yanga. Sasa mwanachama wa Yanga anataka hili, anajua mimi kesho Simba atanizoza. Wa Yanga anataka hili, anajua si kesho Yanga atanizomea. Kwa hiyo ni hivyo. Kwa hiyo unakuwa na kula Yanga mechi zake zote zinakwenda pressure, Simba mechi zake zote zinakwenda pressure. Wote wanakuwa wanajaliana wenyewe wawili tu. Simba na Yanga, hakuna mtu mwingine. Okay. Lakini sasa hawa wote wakiwa na timu nzuri, unaona hata mji unatulia, amani ipo, watu wanataniana vizuri, kila kitu kinakwenda vizuri. Bado mimi na imani kwamba Dube ni mchezaji mzuri, apewe muda tu kwamba aendelee kuaminia, aje striker mwingine, kwa maana mshambuliaji mwingine hodari ambaye atakuwa naye anasaidiana na Dube. Shukrani.